zitakuwa bayana siri. Kwa mujibu wa nafasi yangu na kwa mujibu wa katiba yetu ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, nina nafasi kama kiongozi wa Waislamu wa mkoa wote wa Dodoma, kwa nafasi niliopewa kwa heshima kubwa ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, na kila mmoja ana nafasi yake, lakini ndiye msemaji wa Waislamu mkoa wa Dodoma. Siendi nje ya mkoa wa Dodoma kwa sekta na nafasi niliyokuwa nayo, lakini kwa viongozi wanaoandamia chini yangu mimi kama baraza la mashehe, nao nafasi zao zipo kuchunga nidhamu na kuhakikisha maadili yanatendeka kwa mujibu wa kusimamia dini, lakini kwa mujibu wa kitabu na sunna za Bwana Mtume wetu Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Niseme tu kwamba Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA ndio taasisi mama, na hilo tunakubaliana nchi nzima, Tanzania nzima, kwa wale wenye kupenda haki na wale wenye kupenda demokrasia. Lakini si kwamba tunakanusha hakuna taasisi zingine. Tunakiri kwamba zipo taasisi zingine ambazo zinashughulikia masuala na maendeleo ya dini na maendeleo ya Waislamu pia kwa ujumla, nazo pia zinafanya kazi zao vizuri, lakini nazo zina katiba zao, lakini pia vile vile zina miongozo yao. Lakini zote taasisi hizo zinakuwa tahta midhallati al-Majlis al-A'la li Shu'uni al-Islamia bi Tanzania, na ndio maana nchi nzima inakuwa ina mufti mmoja, na mufti huyo ndio anakuwa ni chaguo la Waislamu. Kwa hivyo baraza letu lilikuwa ni kutoa ripoti na taarifa kwamba tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2026 kwa nafasi mbalimbali katika ngazi ya msikiti, ngazi ya kata, ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa mpaka ngazi ya taifa. Na viongozi wanaochaguliwa ni viongozi wenye sifa na wenye utu, ambao hawana zile tabia ambazo zinamtoa mtu katika ubinadamu au murua. Kama Mtume SAW alivyosema, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, tangamana, ishi na watu kwa tabia zilizokuwa njema. Kwa tunakwenda kupata viongozi ambao watakuwa wana utu, lakini viongozi ambao wabobezi, lakini viongozi ambao wenye taaluma katika sekta ambazo wanataka kugombea, na jambo hili ni demokrasia. Tunasubiri tu taarifa ya mkutano wa halmashauri na namna tutakavyopewa ratiba kutoka makao makuu ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Ndio maana leo tumewalika wenzetu wa taasisi ya Zawiyatul Qadiria kuja kujoin na sisi, kwa sababu ni sehemu nao katika Waislamu wa Tanzania, na wao wana uhuru na haki ya kugombea nafasi zozote katika baraza, kwa sababu baraza halichagui kikundi, halichagui taasisi, halimchagui mtu. Ni yeyote ambaye ana sifa ya kugombea, basi ana uwezo inshallah akajaza fomu, na fomu zake zikajadiliwa zikafika mpaka makao makuu, na baadaye akaja kupigiwa kura. Na kuna nafasi ambazo watu hawapigiwi kura, kwa mfano kama nafasi ya shekhe wa kata, imamu wa msikiti, shekhe wa wilaya, shekhe wa mkoa, mpaka mheshimiwa mufti wa Tanzania. Lakini wanaogombea ni wale wajumbe baraza la mashehe, wale mashauri katika hizi ngazi zingine. Hawa ndio watu wanaochaguliwa kwa kupigiwa kura. Kwa hivyo pia tuna jumuiya zetu za Juvikiba, jumuiya ya vijana wa Kiislamu,
la Tanzania, lakini jumuiya ya wanawake JUAKITA wa Kiislamu Tanzania ambao wako chini ya Baraza Kuu la Uislamu Tanzania BAKWATA. Kwa hivyo BAKWATA imeeneza mizizi yake na mashina yake kila kona, walilahi alhamdu. Kwa hiyo tumetoka na maazimio ambayo na wengine watazungumza katika vyombo hivi vya habari namna walivyolipokea swala hili na namna tulivyojipanga kama Baraza Kuu la Uislamu Tanzania BAKWATA mkoa wa Dodoma, lakini pia vile vile katika swala la kukemea mmomonyoko wa maadili na swala la kukemea uvunjifu wa amani na kudumisha amani. Tumewalika ndugu zetu wa vyombo vya ulinzi na usalama, tumekuwa nao pamoja na wao wamesikia kama viongozi wa dini tunakwenda wapi, tunataka kufanya nini, na tutakapofikia katika swala zima la uchaguzi pia vile vile tutawalika waje wa join na sisi ili wayajue ya ndani katika taasisi yetu ya Baraza Kuu la Uislamu Tanzania BAKWATA na namna tunavyo shirikiana na wao katika kuhakikisha tunadumisha amani na utulivu wa taifa letu, lakini tunadumisha na kuhamasisha jamii nzima iwe ni jamii ya maadili mazuri. Walillahi alhamdu, kazi kubwa inayofanywa na Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania katika slogan aliyosema jitambue, badilika, acha mazoea, ndiyo tunayokwenda nayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.